Jumamosi ijayo tutakuwa na ibada asubuhi. Na ibada hiyo nitakwenda kuombea miguu kwa ajili ya elimu. Wale wana vyuo ama wanafunzi ambao wanahitaji kupiga hatua fulani kwenye eneo lao la elimu, lakini wamekuwa wakipitia mikwamo ya hapa na pale, wanakutana na mazuio, hawawezi kwenda mbele. Ukisoma Danieli sura ya 1, mfalme alimwambia Ashpenaz amletee baadhi ya vijana wa Israeli walio wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo kwa lugha yao. Hiyo ni Danieli sura ya 1 mstari wa 3 na 4. Kwa kama Mungu anataka watu wanaojua elimu, kwa lazima tuwaombee miguu yao watu walioko kwenye elimu. Wako watu wengi mnaota mko primary school, mko shule ya msingi wakati ulishamaliza shule ya msingi. Wengine mnaota mko sekondari wakati shule mlishamaliza sekondari. Wengine mnaota mko vyuoni, mnafanya mitihani whatever, lakini mlishamaliza vyuo zamani. Kitendo cha kuota hivyo, hiyo ni ishara kwamba miguu yako ya elimu kuna step, kuna hatua walikuzuilia. Unaweza ukawa unafanya kazi kumbe elimu yake imeshikiliwa. Maana yake elimu kwako haitakuwa faida. Sasa ili elimu yako iwe faida, lazima uwe na miguu ya elimu. Watu watakapokuona sawa sawa na Mwanzo wa 41 mstari wa 37 na 38, wanasema tupate wapi mtu? Waliona nini? Waliona roho wa Mungu ndani. Kwa elimu yako inapimwa, maarifa yako yanapimwa. Hautapata nafasi kupitia elimu kama elimu yako haijaombewa. Sio kila aliyeomba kazi alipata kazi, na sio kila aliyepata kazi alikaa kazini. Inafuatana elimu yako iko wapi. Kama elimu yake imeshikiliwa na mtu mwingine, utapambana kupata kazi, utapata, mtu mwingine atapata kazi kwa sababu anatumia elimu yako. Kwa Biblia inasema waliosoma ndio watakao faidi hiyo elimu. Wanaolima mashamba ndio watakao kula chakula. Waliolima mizabibu ndio watakao kunywa maji yale. Kwa ninakuandaa baba, mama, siku ya Jumamosi utaleta watoto wako na we mwenyewe kwa habari ya uzao wako na elimu zao. Tutaomba kwa Mungu. Tutaachilia maombi yetu na sadaka zetu. Mungu atawafungulia njia iliyonyooka kwenye elimu zao sawa sawa na Ezra 8:21-23. Make sure that unakuwepo hapa saa 2 pamoja na uzao wako, bila kujali ngazi ya elimu waliopo. Mimi naongelea elimu, sijabagua mtu. Awe mdogo ataombewa, awe wakati ataombewa, awe mwanachuo ataombewa. Kama yuko nje ya nchi ama yuko boarding, we mzazi utamwakilisha. Wenye haki wangu wataishi kwa imani, na kwa imani tafungua elimu zao na Mungu ataonekana. Mungu awalinde na Mungu awatunze. Sikia habari njema yenye matumaini. Askofu mkuu wa makanisa ya Christos Assemblies of God Kijichi jijini Dar es Salaam, Mchungaji Florian na Rachel Katunzi akukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 6 kamili za mchana, na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi, na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Maana Bwana asema katika Zaburi 32 mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea,
Nitakushauri jicho langu likikutazama. Ni ndani ya kanisa la Christos Assemblies of God Kijichi jijini Dar es Salaam. Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa mchungaji Katunzi utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Yawezekana, yote Bwana anayaweza, yote. Sikia, sikia habari njema yenye matumaini. Uwezo wa Bwana Mungu unavyoyafufua matumaini. Sikia, sikia habari njema yenye matumaini. Uwezo wa Bwana Mungu unavyoyafufua matumaini. Habari njema yenye matumaini. Uwezo wa Bwana Mungu unavyoyafufua matumaini. Mifupa ya wafu inakuwa hai. Mifupa ya wafu inakuwa hai. Ezekieli alipitishwa na Bwana Mungu katika bonde lililojaa mifupa ya wafu. Mifupa hiyo ilikuwa ni mikavu sana. Mungu alimuuliza kama yaweza kuwa hai. Ezekieli alipitishwa na Bwana Mungu katika bonde lililojaa mifupa ya wafu. Mifupa hiyo ilikuwa ni mikavu sana. Mungu alimuuliza kama yaweza kuwa hai. Ezekieli alimjibu Mungu, wewe Bwana ndiwe wajua. Ezekieli alimjibu Mungu, yote kwako yawezekana. Ezekieli alimjibu Mungu, wewe Bwana ndiwe wajua. Ezekieli alimjibu Mungu, yote kwako yawezekana. Yote Bwana anayaweza, yote yawezekana kwake. Hakuna jambo gumu kwake, yote yawezekana kwake. Yote Bwana anayaweza, yote yawezekana kwake. Hakuna jambo gumu kwake, yote yawezekana kwake. Aliagizwa na Mungu aitabirie mifupa hiyo iwe na minofu, iwe na mishipa, iwe na pumzi, iweze kuishi. Ezekieli nani kama Mungu wa mbinguni? Nani kama Mungu wetu? Anaweza, anaweza, anaweza. Oh, nani kama Mungu wa mbinguni? Nani kama Mungu wetu? Anaweza, anaweza. Ezekieli alifanya alivyoagizwa.
kwa Mungu, mifupa ikawa hai. Ezekieli alifanya alivyoagizwa na Mungu. Aliona maajabu kutoka kwa Mungu, mifupa ikawa hai. Hata hapo wewe leo hii unaweza kutabiri. Jamani, hata wewe hapo leo unaweza kutabiri. Mama, tabiri ndoa yako. Baba, tabiri ndoa yako leo. Kama ina matatizo, kama yako matatizo, tabiria mitihani. Tabiria mitihani. Hata kama ni migumu, hata kama ni migumu, tabiria uchaguzi. Tabiria uchaguzi. Hata kama huna pesa, hata kama huna pesa, tabiria kazi yako. Tabiria kazi yako. Hata kama hujapata, kama kuna matatizo, tabiri uchumba wako. Tabiri uchumba wako. Bado haujachelewa, bado ni mapema mno. Tabiri biashara yako. Tabiri biashara yako. Kama inasuasua, itakuwa hai tena.